Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Ndugu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, ndugu Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, leo tukio letu, tuna matukio mawili asubuhi hii ambayo yataongozana, lakini tukio ambalo tunalifanya sasa hivi ni la makabidhiano ya huduma za malazi ambazo daftari lake limeboreshwa mwaka huu 2020. Lengo la kufanya hivi ni kuiwezesha Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa niaba ya serikali kukusanya tozo ya kitanda siku. Kanuni ya utalii sehemu ya 4.1 inaitaka Wizara ya Maliasili na Utalii kuwasilisha orodha ya huduma za malazi zinazopaswa kutoza tozo ya kitanda siku. Ni tozo ambayo inachangiwa na watalii wanapotumia huduma zetu za malazi hapa nchini. Kwa hiyo tukio hili linalenga kutimiza azma hiyo niliyoisema. Ninafahamu kwamba sio kitu kigeni, kimekuwa kikifanyika mara nyingi, lakini kwa sababu ni jambo jema, tunafikiri pia wananchi wanapaswa kulifahamu. Kwa hiyo bila kusema mengi sana, ninaomba nichukue fursa hii kumkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii ambaye ataeleza kwa kina muktadha mzima kwa nini tukio kama hili linafanyika, na baadaye ataendelea kumkabidhi kamishna hiyo daftari mpya ambalo limeboreshwa. Karibu Katibu Mkuu. Asante. Dr. Edwin Mhede, Kamishna Mkuu Mamlaka ya Mapato Tanzania, pamoja na ujumbe wa viongozi wote ambao umefuatana nao, lakini pia nami nimefuatana na watendaji wakuu wapo katika meza kuu, lakini wengine wapo katika ukumbi huu. Lakini naomba kumtambua mwakilishi wa vyama vya utalii Tanzania, Katibu Mtendaji Bwana Richard Rugimbana. Nashukuru sana kwa kuja asubuhi hii, na wawakilishi kutoka idara na wizara mbalimbali, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Ndugu Kamishna Mkuu, ninao furaha kubwa siku hii ya leo kuwakaribisha nyote katika tukio hili muhimu la kukabidhi orodha mpya ya huduma za malazi iliyofanyiwa maboresho mwaka 2020. Na imefanyiwa maboresho kwa sababu kama ambavyo Kaimu Mkurugenzi wa Utalii amezitaja, ili kuweza kuiwezesha Mamlaka ya Mapato kukusanya tozo inayoitwa tozo ya kitanda siku au bed night levy. Tozo hii ni utekelezaji wa sheria ya utalii namba 29 ya mwaka 2008 ambayo inatutaka Wizara ya Maliasili na Utalii kuiwezesha Mamlaka ya Mapato Tanzania kukusanya tozo hii ya kitanda siku, yaani bed night levy, kutoka kwa watalii wanaotumia huduma mbalimbali za malazi. Kifungu chenyewe kinachohusika ni namba 4.2, kinasema the director shall furnish the Tanzania Revenue Authority a list of all registered tourism accommodation facilities that are liable to remit the bed night levy. Ndugu Kamishna Mkuu, wanahabari, mabibi na mabwana, katika kutekeleza hili, wizara kupitia kifungu namba 17.1
cha sheria ya utalii ina wajibu wa kufanya uhakiki wa huduma za malazi zinazofaa kutumiwa na watalii nchini na baadaye kuandaa orodha ya huduma hizo, yani designated tourism facilities, ili kuzitangaza kwenye gazeti la serikali, na baada ya hapo kuweza kukabidhi orodha hiyo kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania ili kuweza kuiwezesha kukusanya tozo hiyo. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, tozo ya kitanda siku huchangiwa na mtalii. Nadhani hapa ni vizuri kusisitiza kwamba tozo hii inachangwa na mtalii, sio kodi inayotozwa kwenye kampuni, ni tozo ambayo mtalii ndiyo anailipa. Mkakati wa aina hii duniani unaitwa customer financing. Maana yake ni kwamba wateja wenyewe ndio wanachanga pesa ili ziweze kuwahudumia tena wateja hao, customer financing. Kwa hiyo kwa mkakati huu watalii wenyewe wanachanga tozo ya kitanda siku ili kusudi huduma za utalii ziweze kuboreshwa, na huduma hizo sio tu zile za moja kwa moja kwenye sekta ya utalii, lakini na sekta saidizi ikiwemo usafirishaji na vitu kama hivyo. Kama nilivyosema, tozo hii huchangwa na watalii, haichangwi, sio kodi wala tozo yoyote kwenye kampuni, kama ambavyo kifungu cha 4 namba 1 cha kanuni ya tozo ya maendeleo ya utalii kinasema kwamba every owner of a registered tourism accommodation facility or a designated tourism facility shall collect from every tourist a bed night levy and remit it to the Tanzania Tourism Authority within a prescribed accounting period. So wajibu wa mmiliki wa sehemu ya huduma za malazi ni kumfahamisha mgeni kwamba kuna tozo ya kitanda siku na kiwango chake pia, lakini pia kuikusanya tozo hiyo. Mchanganuo wa tozo hiyo huonyeshwa bayana katika risiti ambayo mgeni mtalii anapata. Kwa hiyo risiti ya malipo ya mgeni inaonyesha kabisa pale bed night levy. Ndugu wanahabari, kama alivyotangulia kusema mkurugenzi wa idara ya utalii kwamba tangu mwaka 2015 Mamlaka ya Mapato Tanzania imekuwa ikikusanya tozo hii ya kitanda siku kutoka katika orodha ya huduma za malazi iliyoandaliwa mwaka 2015 kupitia tangazo la serikali namba 546 ambayo ilibainisha huduma za malazi 1200 pekee. Wizara imetambua kwamba orodha hiyo imepitwa na wakati kwa kuwa huduma hizo zimekuwa zikiongezeka siku hata siku, mwaka hadi mwaka. Hivyo mwaka huu wizara imeongeza huduma zingine za malazi zipatazo 577 huduma ambazo zitakusanya tozo ya kitanda siku, na hivyo sasa kufanya jumla ya huduma hizo kufikia 1815 nchi nzima. Lakini naomba nikuhakikishie ndugu yangu Kamishna Mkuu Mamlaka ya Mapato Tanzania kwamba hii orodha ya 1815 labda ni nusu tu. Tuna kazi kubwa ya kutembea nchi nzima kufanya uhakiki wa kitaalamu ili kuongeza orodha hiyo
kama ambavyo sheria ya utalii inavyoelekeza, na baadaye kuipatia mamlaka yako wigo mpana zaidi wa kukusanya tozo ya kitanda siku. Uwezo utakapopatikana ndani ya wizara, kwa sababu hii kazi inahitaji watendaji, maafisa wetu watembee nchi nzima, wakae wazitazame kwa vigezo vile kabla ya kusema kwamba hoteli hii au lodge hii ni a designated tourism facility. Kwa hiyo kuna kazi kidogo ya kufanya. Tupo na mazungumzo kidogo na katibu mkuu hazina tuweze kuifanya hiyo kazi kwa haraka zaidi, ili hatimaye wenzetu wa mamlaka ya mapato muweze kuwa na wigo mpana zaidi wa kukusanya tozo hii. Ndugu wanahabari, kwa kuzingatia maoni ya wadau walizungumza kuhusu tozo ya kitanda siku. Hapo awali tozo ya kitanda siku ilikuwa ni kiwango kisichobadilika, flat rate ya $1.50, lakini wadau walileta mapendekezo yao wakisema kwamba kwa $1.50 kwa chumba ambacho bei yake ni chini, maana yake ni kwamba kiwango cha $1.50 kinakuwa kimeongeza sana mzigo kwa mtalii anayelala pale. Kwa mfano, hoteli ambayo inatoza $15 kwa siku, labda shilingi 35 40, kwa chumba cha $15 kwa siku, ukimtoza $1 inachaji $150. Ukimchaji $1.50, yeye sasa anakuwa amelipa tu $1 ya tozo. Na hivyo kwa hoteli ambayo inatoza kitanda chumba kwa $1,500, ukimtoza $1.50 kwa siku, maana yake umemtoza tu senti 15 za dola. Kinachotaka kusema hapa, wadau walisema kwamba $1.50 ni mzigo mkubwa kwa hoteli zinazochaji kiwango cha chini, lakini ni amount ambayo ni ndogo sana kwa hoteli ambazo zinatoza kitanda au chumba kwa bei ya juu. Hivyo wadau wakasema twende kwenye utaratibu wa asilimia. Ninafurahi kukufahamisha Mheshimiwa Mkurugenzi au Kamishna Mkuu kwamba sasa utaratibu huu umekwishapitishwa. Tozo hii sasa badala ya kulipa $1.50 sasa itakuwa ni 1%. Kwa hiyo mgeni atalipa 1% ya gharama ambazo ametumia katika malazi. Hiyo faida yake ni kwamba hoteli zinazotoza kiwango cha chini zitalipa kiwango cha chini, kwa sababu mgeni ambaye anakusudia kwenda kulala hoteli ya $15 uende kumwongezea 10% ya bei ya kitanda, maana yake umemwongezea mzigo mkubwa sana. Lakini mgeni ambaye anachajiwa $1,500, kwa wewe kwenda kumtaka alipe senti 15 za dola, inakuwa ni kiwango kidogo sana ambacho hakiendani kwa uwiano. Hivyo utaratibu sasa umebadilika, itakuwa ni 1%. Mafanikio haya au mabadiliko haya yatasaidia kuleta usawa katika ulipaji wa tozo hizo ambayo awali ilikuwa inalipwa $1.50 ya Kimarekani. Mabadiliko haya pia yatapunguza gharama ambazo mgeni alikuwa analipa anapotumia huduma za malazi, na yataleta chachu na mwamko wa huduma za malazi nyingi kuchangia tozo hii. Kabla ya hapo uchangiaji wao kwa zile hoteli ndogo ulikuwa unasumbua, lakini sasa kwa utaratibu huu kila mmoja anachukua mzigo ambao unamfaa.
Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, naomba nimalizie kwa kuwashukuru wote kwa kushiriki katika tukio hili muhimu, lakini shukrani zangu za pekee zikuendee wewe Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kutambua na kutenga muda wako siku hii ya leo ili tuje tufanye tukio moja muhimu sana la kukukabidhi orodha hii mpya ambayo inakwenda kuongeza mapato kwa kiasi kikubwa, sio tu kwa sababu pamoja na taasisi zake. Najua yuko mkurugenzi wa huduma za sheria kutoka wizarani Rusi, mwakilishi kutoka TAWA, TTB pamoja na TFS. Hizi ni taasisi ambazo ziko chini ya wizara yako, lakini kwa namna kipekee sana nitambue uwepo wa Bwana Richard Rugimbana kama sehemu ya sekta binafsi, namna ambavyo mnasaidia kuunganisha vyama mbalimbali vilivyopo kwenye sekta hii, pamoja na kwamba hayupo hapa kwa maana ya yeye kama yeye Bwana Doto James, katibu mkuu wangu wa Wizara ya Fedha na Mipango, nikiwepo mimi, wakiwepo na wengine wa TRA, manake yupo, lakini anajua kabisa kwamba tukio hili linaendelea asubuhi ya leo. Mabibi na mabwana na wanahabari, habari za asubuhi. Awali ya yote ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu, muumbaji wa dunia, muumbaji wetu sisi sote, na aliyejaa rehema nyingi kwa kutuwezesha, kutupatia uhai, lakini kutupatia fursa ya kuja kushiriki tukio hili muhimu kabisa kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Ninawapongeza sana kwa kuja, na nitumie nafasi hii kuwashukuru tena kwa niaba ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mheshimiwa Katibu Mkuu, nikiri kwamba roho anayetuongoza kutenda kazi hizi ni mmoja. Maana maneno yako mengi ambayo umeyazungumza yote yakiwa yamejaa dhahabu yalikuwa ndio yaliyoandikwa hapa. Sasa umeirahisisha kazi yangu. Hatuku-compare notes wala hatukusema nani aongee nini, nani asiongee kitu gani. Kwa hiyo nasema kwa kuwa ulichoongea ndicho kwa sehemu pia nilikuwa nimeandika na mimi nikiongee, roho anayetumika kutenda kazi za serikali hii ni roho mmoja. Katika hili jamani, tujipongeze wote. Na kwa sababu umeshachimbua historia ya sheria inayozungumzia utozaji wa hii tozo ya kitanda siku, mimi sitajikita huko. Mimi nitaondoka huko, badala yake nitakumbusha tu kwa ufupi mambo machache ya kwa nini TRA inafanya kazi hii. Ukisoma kifungu cha 5 kifungu kidogo cha kwanza sehemu D ya sheria ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, ile sura ya 399, moja ya majukumu ya mamlaka ni kukusanya kodi, lakini na mapato yasiyo ya kikodi kutoka ama kwenye wizara yoyote ya kiserikali au idara yoyote ya serikali. Kwa hiyo hata mabadiliko yaliyofanyika hivi karibuni ya kuwa tunakusanya yale makusanyo kule TAWA, kule Ngorongoro pamoja na TANAPA, basically ilikuwa ni utekelezaji tu wa kifungu cha sheria ambacho kilianza tangu mwaka 1996. Hakukuwa na kitu kipya pale. Chokuwa nafanya ni kuhaurisha tu kile ambacho tayari kipo kwa mujibu wa sheria. Na hii ndio sababu kwa nini hata sheria hii inatambua kanuni hii ya 4, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni tajwa ambazo Mheshimiwa Katibu Mkuu amezifanua hapa, inatambua kwamba hii bed night levy itakusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kama sheria ambavyo imeelekeza. Pia nikiri kwamba 1.5 USD ni kiwango ambacho kimesurvive kwa muda tangu kanuni zake zilipokuwepo. Nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana watalii. Na nilikuwa nakusikiliza Dr. Nzuki nikasema wewe ni mtoza ushuru. Maana umeweka vizuri kwamba makampuni au hotel katika hili wao wasije wakasema kodi imepanda ya tozo imepanda, tutashindwa kufanya biashara. Wao ni mawakala kwa mujibu wa sheria. Wao sio waleta kodi hiyo au tozo hiyo. Wanao wajibu tu wa kisheria wa kuikusanya kutoka kwa watoaji, na watoaji ni watalii.
Mimi nikienda kutalii utalii wa ndani nina kaela kangu huko, yule aliyetoka nje ana kaela kake huko. Kana kwenda wapi? TRA. Kupitia kwa nani? Kwenye hoteli. Hili nakushukuru sana, umeliweka vizuri, na naomba waandishi wa habari mlifikishe vizuri kwa umma wa Tanzania wote na wadau wa sekta, ili wote tunaongea lugha ya aina moja. Sasa nini tumekipata tangu mwaka 2015 wakati mamlaka inatekeleza kifungu hiki cha kanuni? Mheshimiwa Katibu Mkuu na Watanzania wote ambao mnasikiliza, pamoja na changamoto za utozaji wa aina hiyo, hakukuwa na uhaba, tuliokota angalau kidogo. Kwa ujumla kulikuwa kuna malengo ya kukusanya tozo hiyo ya kiasi cha shilingi bilioni 13.7 katika kipindi cha miaka yote mitano. Kiasi ambacho tulikusanya ni kiasi cha shilingi bilioni 32.3, ambayo ilikuwa ni sawa na 242.9 ya lengo hilo. Hicho ni kipindi cha miaka mitano, na wastani wa ufanisi kwa kipindi chote kwa kila mwaka ilikuwa ni kama 254.3, ambayo tayari ilikuwa ni juu ya ule wastani wa jumla wa kipindi chote. Sasa tuseme nini basi? Leo Katibu Mkuu na serikali yote imetubariki TRA kwamba kama mlikusanya kiasi hicho mkavuka ufanisi wa malengo katika mazingira hayo, kwanza facilities zilikuwa chache. Hilo la kwanza, maana mmeambiwa hapa ni 1000 takriban 200. Lakini la pili, aina ya utozaji ulikuwa haujazingatia ukubwa au ubora wa huduma inayotolewa na hoteli husika. Hili lilifanya si tu kwamba kuwe kuna unequitable taxation kama nitatumia neno hilo, lakini ni kwamba huenda tuliacha fedha stahiki ya kutosha tu kuelekea mbele. Na hivyo naamini kabisa mabadiliko haya ambayo sasa tunaenda kwa 1% kwa kila ambaye atakuwa ametumia huduma hizi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, na kuhakikishia kwamba hatutaishia na huo wastani wa 254.3 kwa mwaka. Naamini tutaenda zaidi. Ninaamini kabisa tutaenda zaidi. Na katika hili kama ambavyo nimesema, sisi umeshatupatia madini. Jamani, tumepewa madini. Mbona mpigi makofi? Sasa sisi tutakusanya. Tutaikusanya kikamilifu kama ambavyo ndio matakwa ya sheria yenyewe yanavyo tuelekeza. Kwa sababu sitaki kusema mengi kwa kuwa leo mimi nimejua kupokea tu haya madini. Hizi nondo. Nikumbushe. Gazeti lililochapishwa namba 823 lilichapishwa mnamo tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka 2020. Mnaweza mkaniuliza kwa nini naanza kutamka namba ya gazeti na tarehe. Nina hoja ya kiufundi, nayo ni hii. Sheria inapotungwa kama haijazungumza kwamba kinachokuwa approved kimekuwa approved kwa kuzingatia matukio ya nyuma, yani retrospective approval, kama haijasema, manake tangu siku serikali inatangaza tangazo hilo au serikali inatoa sheria hiyo inaanza kutumika effectively. Kwa hiyo wito wangu kwa wote ambao mnahusika na hizo facilities, ninatambua kwa ufahamu wenu mwingi mlianza kufanya kazi hiyo tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2020. Ninatambua. Na kwa sababu hiyo zile ambazo mlizikusanya kuanzia tarehe hiyo mnafaa kuzileta mamlaka ya mapato kwa mjibu wa sheria. Hamtakiwi kusema tumeanza kuleta tangu tarehe 4, tumekusanya kuanzia tarehe 5. Hapana. Na changamoto ya kisheria ni kwamba kama hukuchukua wajibu wako wa kisheria kutekeleza matakwa hayo, maana yake wewe ndio unawajibika kuzileta. Hili naomba niweke bayana kabisa. Hatutengenezi hofu, tunaweka tu ukweli kwamba ndio msingi wa sheria, na kwa hivyo tunaamini kabisa kwanza sekta hii na watu werevu, wenye watu ambao wanaelewa. Tunaamini washachukua hatua kwa kuzingatia utaratibu huo wa kisheria. Na sisi tutazingatia sana hilo wakati tunaenda kufuatilia ukaguzi wetu kuhakikisha kwamba fedha halali ambayo watalii ndio wameitoa inafika serikalini kwa ajili ya kurudi kuendeleza sekta hii kwa namna mbalimbali kama ambavyo umezungumza. Iwe ni miundombinu, iwe ni kutoa mafunzo, iwe ni lolote lile ambalo litachangia sekta yetu kuweza kwenda mbele zaidi. Lakini pili, nitambue umuhimu wa siku hii ya leo. Ukiachia uzinduzi pamoja na idadi hii, orodha hii mpya ambayo umetupatia, kwamba wanakumbushwa wenzetu wenye hotels kutumia nyaraka sahihi zilizopitishwa kisheria
kuhakikisha wanatunza kumbukumbu za transaction zote na mifumo yao ambayo inatunza kumbukumbu za watu ambao wanafika kwenye hotel na kujipatia huduma. Wanawajibika kutunza kumbukumbu hizo kama sheria ambavyo inaelekeza. Sheria yetu ya usimamizi wa kodi sura ya 438 kifungu cha 35 na 36 kinazungumzia kuhusu ulazima wa kuwepo kwa mifumo ili kusudi irahisishe usimamizi wa kodi humu nchini. Kwa hivyo kumbukumbu hizo zinapaswa kuwepo, na ili kwamba tuweze kufanya mambo kwa kuzingatia ushahidi. Ni wajibu wenu wote, ni wajibu wetu sote kuhakikisha kumbukumbu sahihi zinakuwepo, ikiwa ni pamoja na kukata risiti za kielektroniki zile za EFD. Ni muhimu sana kuweza kuweka kumbukumbu hizo ili mwisho wa siku tusije tukasema kwamba hapana, hapa nimeonewa. Ni muhimu vitu hivyo vikawekwa bayana. Orodha ambayo natukabidhi leo ya watu facilities 1815 kutoka hiyo 1200, naomba nirudie, itatufanya tufanye vizuri zaidi. Sitegemei kwamba tutakuwa na udhuru kwa nini tusiende zaidi kutoka hapa ambapo tupo sasa. Tunatambua changamoto za sekta ya utalii kipindi hiki ambacho inapita kwenye mpito, lakini bado tunaona matumaini kwa sababu changamoto yenyewe inazidi kupita. Tunaamini kabisa tutafanya vizuri kuelekea mbele. La mwisho sio kwa umuhimu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, umebainisha hapa na umemshukuru Katibu Mkuu mwenzako wa Wizara ya Fedha kwamba idadi hii ambayo umetupatia ni kwa kadiri ya taarifa mlizofanikiwa kuzipata, ni kwa kadiri ya taarifa zilizopo, na ukabaini kwamba kuna uwezekano mkubwa kazi ya utambuzi wa facilities hizo inabidi iende nchi nzima. Ni kuhakikishie kazi hii tutaifanya kwa kushirikiana. Nilikuwa najiuliza hapa kwamba hata hivyo, kwa nini tukusubiri mpaka wewe ufanye? Yaani kwa nini TTB? Kwa nini TAWA? Kwa nini Ngorongoro? Kwa nini TANAPA na wengine wenye sura kama ya kwangu? Kwa nini tusifanye sasa tukuletee? Yaani why bothering the permanent secretary wakati sisi watendaji tupo? Mimi nadhani wewe utuongoze tu. Mimi utuongoze sisi tukafanye. Lakini kama nitakuwa natoa kazi yako utanisamehe. Mimi nina shida ya kufahamu hizo, kwa sababu nitakapopata kwa wingi, nadhani mnaelewa kwamba nitakusanya zaidi. Na kwa kuanzia, uzuri sheria mimi niruhusu kwamba ninapohitaji kuadminister au kusimamia kodi na nikaona kwamba nahitaji usaidizi kutoka kwenye taasisi za umma, ni kifungu cha 19 cha sheria ya usimamizi wa kodi kinaniruhusu ku-co-opt au maafisa. Kwa hiyo pengine kwa kuanzia sasa, ndugu wanahabari, hii ndio orodha mpya ambayo ninamkabidhi ndugu yangu Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambayo ina orodha iliyoongezeka kutoka kwenye ile ya nyuma ya mwaka 2015. Kwa hivyo naomba nikukabidhi, tusaidiane kukusanya tozo hizi. Karibu sana. Tumepewa nono. Sasa tutaingia kazini kwa kabisa. Na nitambue uwepo wa Bwana Richard Rugimbana kama sehemu ya sekta binafsi, namna ambavyo mnasaidia kuunganisha vyama mbalimbali vilivyopo kwenye sekta hii, pamoja na kwamba hayupo hapa kwa maana ya yeye kama yeye, Bwana Doto James, katibu mkuu wangu wa Wizara ya Fedha na Mipango, nikiwepo mimi, wakiwepo na wengine wa TRA, manake yupo, lakini anajua kabisa kwamba tukio hili linaendelea asubuhi ya leo. Mabibi na mabwana na wanahabari, habari za asubuhi. Awali ya yote ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu
muumbaji wa dunia, muumbaji wetu sisi sote, na aliyejaa rehema nyingi kwa kutuwezesha, kutupatia uhai, lakini kutupatia fursa ya kuja kushiriki tukio hili muhimu kabisa kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Ninawapongeza sana kwa kuja, na nitumie nafasi hii kuwashukuru tena kwa niaba ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mheshimiwa Katibu Mkuu, nikiri kwamba roho anayetuongoza kutenda kazi hizi ni mmoja. Maana maneno yako mengi ambayo umeyazungumza yote yakiwa yamejaa dhahabu yalikuwa ndio yaliyoandikwa hapa. Sasa umeirahisisha kazi yangu. Hatuku compare notes wala hatukusema nani aongee nini, nani asiongee kitu gani. Kwa hiyo nasema kwa kuwa ulichoongea ndicho kwa sehemu pia nilikuwa nimeandika na mimi nikiongee, roho anayetumika kutenda kazi za serikali hii ni roho mmoja. Katika hili jamani, tujipongeze wote. Na kwa sababu umeshachimbua historia ya sheria inayozungumzia utozaji wa hii tozo ya kitanda siku, mimi sitajikita huko. Mimi nitaondoka huko, badala yake nitakumbusha tu kwa ufupi mambo machache ya kwa nini TRA inafanya kazi hii. Ukisoma kifungu cha 5 kifungu kidogo cha kwanza sehemu D ya sheria ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, ile sura ya 399, moja ya majukumu ya mamlaka ni kukusanya kodi lakini na mapato yasiyo ya kikodi kutoka ama kwenye wizara yoyote ya kiserikali au idara yoyote ya serikali. Kwa hiyo hata mabadiliko yaliyofanyika hivi karibuni ya kuwa tunakusanya yale makusanyo kule TAWA, kule Ngorongoro pamoja na TANAPA, basically ilikuwa ni utekelezaji tu wa kifungu cha sheria ambacho kilianza tangu mwaka 1996. Hakukuwa na kitu kipya pale. Chokuwa nafanya kuhaurisha tu kile ambacho tayari kipo kwa mujibu wa sheria. Na hii ndio sababu kwa nini hata sheria hii inatambua kanuni hii ya 4, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni tajwa ambazo Mheshimiwa Katibu Mkuu amezifanua hapa, inatambua kwamba hii bed night levy itakusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kama sheria ambavyo imeelekeza. Pia nikiri kwamba 1.5 USD ni kiwango ambacho kimesurvive kwa muda tangu kanuni zake zilipokuwepo. Nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana watalii. Na nilikuwa nakusikiliza Dr. Nzuki nikasema wewe ni mtoza ushuru. Maana umeweka vizuri kwamba makampuni au hotel katika hili wao wasije wakasema kodi imepanda ya tozo imepanda, tutashindwa kufanya biashara. Wao ni mawakala kwa mujibu wa sheria. Wao sio waleta kodi hiyo au tozo hiyo. Wanao wajibu tu wa kisheria wa kuikusanya kutoka kwa watoaji, na watoaji ni watalii. Mimi nikienda kutalii utalii wa ndani, nina kaela kangu huko. Yule aliyetoka nje ana kaela kake huko. Kana kwenda wapi? TRA. Kupitia kwa nani? Kwenye hoteli. Hili nakushukuru sana, umeliweka vizuri, na naomba waandishi wa habari mlifikishe vizuri kwa umma wa Tanzania wote na wadau wa sekta, ili wote tunaongea lugha ya aina moja. Sasa nini tumekipata tangu mwaka 2015 wakati mamlaka inatekeleza kifungu hiki cha kanuni? Mheshimiwa Katibu Mkuu na Watanzania wote ambao mnasikiliza, pamoja na changamoto za utozaji wa aina hiyo, hakukuwa na uhaba. Tuliokota angalau kidogo. Kwa ujumla kulikuwa kuna malengo ya kukusanya tozo hiyo ya kiasi cha shilingi bilioni 13.7 katika kipindi cha miaka yote mitano. Kiasi ambacho tulikusanya ni kiasi cha shilingi bilioni 32.3, ambayo ilikuwa ni sawa na 242.9 ya lengo hilo. Hicho ni kipindi cha miaka mitano. Na wastani wa ufanisi kwa kipindi chote kwa kila mwaka ilikuwa ni kama 254.3, ambayo tayari ilikuwa ni juu ya ule wastani wa jumla wa kipindi chote. Sasa tuseme nini basi? Leo Katibu Mkuu na serikali yote imetubariki TRA kwamba kama mlikusanya kiasi hicho mkavuka ufanisi wa malengo, katika mazingira hayo, kwanza
facilities zilikuwa chache. Hilo la kwanza, maana mmeambiwa hapa ni 1000 takriban 200. Lakini la pili, aina ya utozaji ulikuwa haujazingatia ukubwa au ubora wa huduma inayotolewa na hoteli husika. Hili lilifanya si tu kwamba kuwe kuna unequitable taxation, kama nitatumia neno hilo, lakini ni kwamba huenda tuliacha fedha stahiki ya kutosha tu kuelekea mbele. Na hivyo naamini kabisa mabadiliko haya ambayo sasa tunaenda kwa 1% kwa kila ambaye atakuwa ametumia huduma hizi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, na kuhakikishia kwamba hatutaishia na huo wastani wa 254.3 kwa mwaka. Naamini tutaenda zaidi. Ninaamini kabisa tutaenda zaidi. Na katika hili kama ambavyo nimesema, sisi umeshatupatia madini. Jamani, tumepewa madini. Mbona mpigi makofi? Sasa sisi tutakusanya. Tutaikusanya kikamilifu kama ambavyo ndio matakwa ya sheria yenyewe yanavyo tuelekeza. Kwa sababu sitaki kusema mengi kwa kuwa leo mimi nimejua kupokea tu haya madini. Hizi nondo. Nikumbushe. Gazeti lililochapishwa namba 823 lilichapishwa mnamo tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka 2020. Mnaweza mkaniuliza kwa nini naanza kutamka namba ya gazeti na tarehe. Nina hoja ya kiufundi, nayo ni hii. Sheria inapotungwa kama haijazungumza kwamba kinachokuwa approved kimekuwa approved kwa kuzingatia matukio ya nyuma, yani retrospective approval, kama haijasema, manake tangu siku serikali inatangaza tangazo hilo au serikali inatoa sheria hiyo inaanza kutumika effective. Kwa hiyo wito wangu kwa wote ambao mnahusika na hizo facilities, ninatambua kwa ufahamu wenu mwingi mlianza kufanya kazi hiyo tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2020. Ninatambua. Na kwa sababu hiyo zile ambazo mlizikusanya kuanzia tarehe hiyo mnafaa kuzileta mamlaka ya mapato kwa mjibu wa sheria. Hamtakiwi kusema tumeanza kuleta tangu tarehe 4, tumekusanya kuanzia tarehe 5. Hapana. Na changamoto ya kisheria ni kwamba kama hukuchukua wajibu wako wa kisheria kutekeleza matakwa hayo, maana yake wewe ndio unawajibika kuzileta. Hili naomba niweke bayana kabisa. Hatutengenezi hofu, tunaweka tu ukweli kwamba ndio msingi wa sheria, na kwa hivyo tunaamini kabisa kwanza sekta hii na watu werevu, wenye watu ambao wanaelewa. Tunaamini washachukua hatua kwa kuzingatia utaratibu huo wa kisheria. Na sisi tutazingatia sana hilo wakati tunaenda kufuatilia ukaguzi wetu kuhakikisha kwamba fedha halali ambayo watalii ndio wameitoa inafika serikalini kwa ajili ya kurudi kuendeleza sekta hii kwa namna mbalimbali kama ambavyo umezungumza. Iwe ni miundombinu, iwe ni kutoa mafunzo, iwe ni lolote lile ambalo litachangia sekta yetu kuweza kwenda mbele zaidi. Lakini pili, nitambue umuhimu wa siku hii ya leo. Ukiachia uzinduzi pamoja na idadi hii orodha hii mpya ambao umetupatia, kwamba wanakumbushwa wenzetu wenye hotels kutumia nyaraka sahihi zilizopitishwa kisheria kuhakikisha wanatunza kumbukumbu za transaction zote na mifumo yao ambayo inatunza kumbukumbu za watu ambao wanafika kwenye hotel na kujipatia huduma. Wanawajibika kutunza kumbukumbu hizo kama sheria ambavyo inaelekeza. Sheria yetu ya usimamizi wa kodi sura ya 438 kifungu cha 35 na 36 kinazungumzia kuhusu ulazima wa kuwepo kwa mifumo ili kusudi irahisishe usimamizi wa kodi humu nchini. Kwa hivyo kumbukumbu hizo zinapaswa kuwepo, na ili kwamba tuweze kufanya mambo kwa kuzingatia ushahidi, ni wajibu wenu wote, ni wajibu wetu sote kuhakikisha kumbukumbu sahihi zinakuwepo, ikiwa ni pamoja na kukata risiti za kielektroniki zile za EFD. Ni muhimu sana kuweza kuweka kumbukumbu hizo ili mwisho wa siku tusije tukasema kwamba hapana, hapa nimeonewa. Ni muhimu vitu hivyo vikawekwa bayana. Orodha ambayo natukabidhi leo ya watu facilities 1815 kutoka hiyo 1200, naomba nirudie, itatufanya tufanye vizuri zaidi. Sitegemei kwamba tutakuwa na udhuru kwa nini tusiende zaidi kutoka hapa ambapo tupo sasa. Tunatambua changamoto za sekta ya utalii kipindi hiki ambacho inapita kwenye mpito, lakini bado tunaona matumaini kwa sababu changamoto nyingine inazidi kupita. Tunaamini kabisa tutafanya vizuri kuelekea mbele. La mwisho sio kwa umuhimu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, umebainisha hapa na umemshukuru Katibu Mkuu mwenzako wa Wizara ya Fedha kwamba
idadi hii ambayo umetupatia ni kwa kadiri ya taarifa mlizofanikiwa kuzipata, ni kwa kadiri ya taarifa zilizopo, na ukabaini kwamba kuna uwezekano mkubwa kazi ya utambuzi wa facilities hizo inabidi iende nchi nzima. Ni kuhakikishie kazi hii tutaifanya kwa kushirikiana. Nilikuwa najiuliza hapa kwamba hata hivyo, kwa nini tukusubiri mpaka wewe ufanye? Yaani kwa nini TTB? Kwa nini TAWA? Kwa nini Ngorongoro? Kwa nini TANAPA na wengine wenye sura kama ya kwangu? Kwa nini tusifanye sasa tukuletee? Yaani why bothering the permanent secretary wakati sisi watendaji tupo? Mimi nadhani wewe utuongoze tu. Mimi utuongoze, sisi tukafanye. Lakini kama nitakuwa natoa kazi yako utanisamehe. Mimi nina shida ya kufahamu hizo, kwa sababu nitakapopata kwa wingi, nadhani mnaelewa kwamba nitakusanya zaidi. Na kwa kuanzia, uzuri sheria mimi niruhusu kwamba ninapohitaji kuadminister au kusimamia kodi na nikaona kwamba nahitaji usaidizi kutoka kwenye taasisi za umma, ni kifungu cha 19 cha sheria ya usimamizi wa kodi kinaniruhusu ku-co-opt au maafisa. Kwa hiyo pengine kwa kuanzia pamoja tunajenga taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.